Kama utakuwa unakumbuka vizuri, kuna kipindi fulani hivi ambapo video mbalimbali za Aslay zilitrend. Najua wengi utakuwa unakumbuka zile connection ambazo Mange Kimambi aliweza kuziposti kupitia app yake zikimuonyesha Aslay pamoja na mwanadada ambaye of course hatukuweza kumuona. Sasa in case ulikuwa hujui, bwana siri imeshafichuka kwa maana nyingine tena na kueleza kwamba sababu kubwa ilikuwa ni ile pale. Zile video ambazo Aslay aliweza video za Aslay ambazo ziliweza kuonekana kwa Mange Kimambi. Sasa issue ilikuwaje? Hapo ndipo ambapo watu wengi walikuwa na shauku ya kutaka kufahamu zaidi, lakini inasemekana kwamba ndio ambayo sababu iliyopelekea haya yote ambayo yanatokea leo, ukiachana na sababu nyingine ambazo zimekuwa zikisemwa, lakini pia hii imechangia kwa kiasi kikubwa zaidi ambapo mengi yamefichuka kutokana na hizi video. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kweli wa kile ambacho inasemekana ndicho ambacho kilisababisha Aslay kupitia maisha ambayo anapitia sasa hivi. Lakini yote kwa yote, naomba nikukumbusha kwamba nitakuwa nakuletea updates zote kuhusiana na stories zote ambazo zina trend huko mitandaoni. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama kawaida, tunafahamu yale ambayo anapitia sasa hivi msanii Aslay. Wengi wamekuwa kijiuliza imekuwaje msanii Aslay akapitia maisha kama haya, ilhali tulikuwa tunafahamu ni msanii fulani hivi ambaye alikuwa kwenye piki ya ubora. Sasa mengi yamekuwa kizungumzwa kama sababu ambazo zimepelekea haya yote kuweza kutokea, lakini imekuja kuzungumzwa sababu kubwa zaidi ambayo imeonekana kuwa na mashiko kwa kiasi kikubwa ni sababu ya Aslay na zile video zake ambazo ziliweza kutrend kwa Mange Kimambi, ambapo asilimia kubwa watu walikuwa hawajui nani ambaye alizipeleka zile video kwa Mange Kimambi. Lakini kumbe cha kushangaza ni kwamba zile video zilirekodiwa na matakwa ya Aslay mwenyewe, na inasemekana kwamba wakati zinafika kwa Mange Kimambi zilifikishwa na Aslay yeye mwenyewe. Yani kiufupi ni kwamba Aslay ndiye ambaye aliamua kuziuza zile video kwa Mange Kimambi kwa ajili ya kujipatia pesa. Inasemekana kwamba ilikuwa ni kipindi ambacho Aslay pia alikuwa anapitia katika kipindi kigumu zaidi na maisha magumu kwa wakati ule. So zile video alizirekodi ili mwisho wa siku aweze kuziuza kwa Mange. Kumbuka kipindi kile pale Mange alikuwa ukimpelekea umbea, ukimpelekea vitu kama hivyo, hapo basi unapokea zako mpunga mrefu sana. So Aslay alipeleka zake ili mwisho wa siku aweze kuuza na kujipatia kipato. Sasa kibaya zaidi ambacho kipo kwenye ili sakata ambalo aliweza kulifanya na kilichopelekea mpaka mwisho wa siku yeye anapitia maisha haya ni kwamba alirekodi zile video bila matakwa ya yule ambaye alikuwa anafanya naye kile kitendo. So kilichokuja kutokea ni kwamba inasemekana ameweza kufanyiwa mbaya na yule mwanamke ambaye alikuwa anafanya naye ama ambaye alikuwa anamrekodi, na mwisho wa siku ikapelekea maisha ya Aslay kuweza kuingia kwenye 18 na matatani na kuwa kama vile ambavyo tunaona sasa hivi. So kumbe shida hapa inayoonekana ni kwamba yule mwanamke aliyerekodiwa bila kujua kwamba Aslay alikuwa anamrekodi kisirisiri ndio ambaye ameweza kumfanyia mambo ili Aslay maisha yake yaweze kuanguka namna hii hapa hivi, ikiwa ni kisasi ambacho yeye ameamua kukilipa kwa Aslay kutokana na kile ambacho aliweza kukifanya. Sasa ni taarifa moja hapo ya kile ambacho kina trend na kuonyesha kwamba ni sababu ya Aslay kupitia maisha haya ambayo anapitia. Yawezekana kama kuna faction namna fulani hivi, au pengine inawezekana kana maneno tu ambayo yanazungumzwa, lakini yote kwa yote, wewe unakubaliana na hoja hii au unadhani kwamba zinawezekana ni rumors tu, lakini hii haina mashiko ya kuweza kusababisha Aslay kupitia maisha ambayo anapitia sasa hivi? Comment yako ni ipi? Tuambie kwenye sehemu ya maoni hapo chini, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.